na kufufia nguvu ya kuomba kwa jina la Yesu aliye hai. Kama utakuwa muombaji, nakwambia kama kanisa tukisimama kwenye nafasi ya kuomba, kila mtu akawa muombaji, huyu akawa muombaji, huyu akawa muombaji, nakwambia anga itapata shida, hata kwenu kutapata shida. Tuseme baba mangu pale ni muombaji, Raheli hapa ni muombaji, Baraka pale ni muombaji, Yusufu pale ni muombaji, Joshua pale ni muombaji, wote tukawa waombaji. Hata kama ni usiku wa manane, tunaomba, tunaungana, wana uhakika anga inakuwa nyepesi, wacheo hawatapita, kuzimu haitapita. Nakwambia kuna ajali tutazuia, kuna roho ya mauti tutazuia, kuna roho ya laana tutazuia, kuna roho ya malipizi tutazuia. Na iamsha roho ya maombi leo, na iamsha roho ya maombi leo, na iamsha roho ya maombi leo. Kanisa la Mungu liombe, kanisa la Mungu lifufiwe nguvu. Sema basi amina. Kama utaomba, kuna vitu, kuna madhabahu, kuna roho zitakuachia. Lakini sasa umekuja kwa Elisha, nimekubusti, umechukua moto, ukiondoka huna nguvu. Hata wengine hapa kanisani ukiambia tuombe, haki ya Mungu kuomba sekunde 5 ni rehema za Mungu. Hauna power ya kuomba. Mwanangu, uwezo ukashinda bila maombi, mtu asikudanganye. Sasa kama Mungu kuna kitu unaweza ukaombewa ukajibiwa, okay. Lakini kama Mungu anakuandaa kwenda kuwa shujaa, kama Mungu anakuandaa kubeba kusudi lake, kama Mungu anakuandaa kuwa nabii, kuwa mtume, kuwa mwalimu, kuwa mfanyabiashara, kuwa mama bora, kuwa mtu wa hekima, kuwasaidia watu, kubeba familia, wewe na uhakika maombi ya kuombea itakusaidia. Mungu anataka ukae mwenyewe kwenye magoti. Ndio maana nakuleta kwa Elisha, ujifunze kukaa mwenyewe. Umwambie Bwana, nimesikia kwa kuhani wako nikikutafuta utaonekana, na amenifundisha na amenifufia nguvu yako. Nimejua unaniandaa nikawe mama bora, nimejua unaniandaa nikawabebe wengine, nimejua unaniandaa ili kwetu watoke kwenye roho ya umasikini, kwenye udanguro, kwenye ulevi. Baba, niko mahali hapa, sitalala. Unafunga kiuno, unanguruma mwenyewe, wana uhakika Mungu atakufungulia kitu. Atakwambia mwanangu, hichi ndicho tunataka. Maana Mungu anataka ajifunue kwako, sio kupitia kuhani, sio kupitia mtu mwingine. Akijifunua kwako, unajua ni Mungu anajifunua kwangu. Anataka kusema na wewe, sio kupitia mtu mwingine, anataka kusema na wewe direct. Nataka niongee na watu watatu ambao leo watapenya kwenye ulimwengu wa roho, wataongea na baba yao, watasema na baba yao. Kama Mungu anakuandaa kuwa mtu mkubwa wa siku zijazo, wana uhakika mapito yako ni tofauti. Haujui kipigo anachopigwa mchungaji sio kipigo cha mshirika. Pito la mchungaji na pito la mshirika ni vitu viwili tofauti. Level. Kama Mungu anakuandaa kwenda kubeba familia kwenu, uelewa Mungu hataki ufanye mchezo. Anataka uhakikishe unatembea naye. Lazima atageuza mazingira haraka. Nakumbuka kipindi kile mwaka 2009 nilipita, nikashangaa nategemewa na familia, nategemewa na wazazi, nategemewa na wadogo zangu. Kona zote kumeyumba, sina pa kukimbilia. Halafu nikashangaa naletewa mama yangu saa 8 usiku. Halafu baba yupo. Halafu sina hata 100. Halafu nashangaa nadaiwa. Kwa hiyo najificha hata na mikopo ya watu. Natamani kujiua, sijui. Nasema tu iko siku, najipa moyo. Nikajikuta naomba maombi ya kufunga. Wakati mwingine nafunga hata kwa sababu hata chakula hakipo. Kwa hata kama ufungi utafunga tu kwa sababu chakula hakipo. Hivi umewahi kuona hiyo maombi? Yaani usio unaomba kwa sababu unafunga kwa sababu hata chakula hakipo, utafunga tu. Unafika mahali unakunywa maji, umewahi kunywa maji ukiwa na njaa, unakunywa maji unasikia kichefuchefu natoka, maana ikai tumboni. Imefika mahali nikitembea nikiona upepo inaleta karatasi ni kama naiona 500 wakati ule ilikuwa ya noti, kuiona 500, kuona tu 500 ni kama nimeona milioni 10,500. Halafu naomba, halafu sikuyumba kwenda kanisani, sikuyumba. Nani ukinikuta barabarani sionyeshi shida, lakini ndani moyo unavuja damu. Halafu nikiomba, na imefika mahali nikiomba nasikia ulimwengu wa roho inafunguka, mbingu zinafunguka. Halafu nasikia sauti kiniambia tunakupenda, tunakuandaa. Hata
hata saa hiyo sielewi maana ya kuandaliwa. Sasa unasema labda ni shetani anasema na mimi, maana mimi nawaza utajiri, nawaza kufanikiwa, nawaza kubeba kazi ya Mungu, halafu Mungu ananiambia nakuandaa. Nakwambia kuna watu mnanisikiliza hapa, mnapita. Acha kufanya mambo rahisi rahisi, acha kuchukulia mambo rahisi rahisi. Yamkini pito lako limekuja, usimuone shetani. Yamkini Mungu anakuandaa. Hilo pito unalopitia, kuna kitu kikubwa unabeba, kuna kitu kikubwa inabeba. Baada ya kujua ya mafundisho, ukakaa na Bwana, wana uhakika kilicho mbele yako sio kitu kidogo. Bwana, utashinda, wengi wameshinda. Ukifaulu, wengi wamefaulu. Sema basi amina kama unabarikiwa. Cha moto utakiona, lakini utashinda. Sema nitashinda basi. Sema nitashinda basi. Kwa hiyo kama Mungu anakuandaa kuwa chombo cha baraka, lazima vitetemeshe vinavyoonekana ili vije visivyoweza kutetemeshwa. Na ukishapita kwenye tetemeko, wana uhakika hakuna atakaye kutetemesha tena. Hujawahi kuona mtu anapita akishinda, unashangaa watu wanasema kama tu alishinda hilo, sidhani kama tutamjaribu tena atakashindwa. Hata mwenyewe utasema sidhani kama kuna jaribu lingine litakuja alafu litaniumbisha, kwa sababu hili limenitoa roho. Naona watu watatu watashinda, watakwenda level ya baraka, mpaka watakuwa naangalia walikotoka, wanasema Bwana ni Ebeneza. Sema basi amina kama unabarikiwa. Mungu anasubiri kwanza usomewe, uchekwe, ushushwe, uchoke. Na nampenda huyu Mungu. Hata kama ulikuwa na afya inayomeremeta, inakata afya, unakuwa mboboroi. Sema fire. Mwangalie mwenzako, mwambie wewe, fanya basi hivi ulikotoka. Sema enyi watu, hebu chungeni midomo. Fanya basi, hebu tingisha basi. Sema chungeni midomo. Hata kama kimekauka, tingisha tu kidogo. Wewe chungeni midomo. Yaani maana kuna watu leo wako level ya baraka, wanakula, wanakunywa, wana afya, wakitembea wanasema tutuni, wana mashafu. Yaani nawe leo unapita umekuwa kama waya, umekuwa kama Phoenix. Nakwambia hivi mwanangu, kama umekuwa Phoenix, bora usiwe Phoenix wa kulala fwa. Unajua kuna mtu hata akiambiwa omba, unashangaa tu kitandani anasema fwa, paka anapanua mdomo. Nakwambia acha ushamba leo, hicho kitanda kigeuze kifanye kitanda cha machozi, kitanda cha maombolezo, kitanda cha vita. Acha kulala kama Phoenix. Yaani kuna mtu analala kama Phoenix ile ya zamani ya babu. Yaani ukikuta tu mwanamke analala kitandani faa kama Phoenix, kwisha. Nami nataka niwaambie, sio mwanamke, hata mwanaume. Ukikuta tu ni mwanaume analala faa, limeachia miguu kama Phoenix, kwisha habari. Ukiona tu mwanamke ananyanyuka anapiga fire, halafu umehala, hayupo kitu hapo. Ukiona tu mwanaume ananyanyuka anaomba, mwanamke amejifunika. Acha ushamba. Leo nakuamsha. Mwanamke acha kulala. Hakunaga mwanaume anayetingishika mbele ya mwanamke muombaji, mbele ya mwanamke aliyejawa na fire, mbele ya mwanamke aliyejawa na maombi, mbele ya mwanamke aliyejawa na harufu ya maombi. Hakunaga mchawi, hakunaga mnafiki, hakunaga yeyote aliyeshindana na anayetembea na kwako. Hakunaga aliyeshindana na anayetembea na nguvu ya maombi. Natamka kinabii, leo vitanda vyenu visilalike. Pokea upako wa kutalala. Kuna watu mwanzoni mlikuwa mnaomba mpaka majirani wanakereka. Narudisha upako huo, wakereke mpaka wahame.